nasi. Je, ukaweke jina lako wanipenda? Ndugu wapendwa, leo tunaona katika somo la Injili kwamba Yesu anajidhihirisha tena kwa mara nyingine kwa wanafunzi wake. Tunaambiwa na somo kwamba ni mara ya 3 tangu kufufuka kwake anajidhihirisha kwao. Baada ya Magdalena kupata ujumbe kuwataarifu wafuasi wake kwamba amefufuka na waende Galilaya ndipo watakapomkuta, basi tunaona kwamba Yesu jioni hii ya ufufuko wake alijitokeza kwa wafuasi wake wangali wamejifunga ndani. Akawatakia amani, akawavuvia Roho Mtakatifu. Na pia wafuasi wa Emmaus tunawaambia kwamba Yesu amejidhihirisha, akatembea pamoja nao katika safari yao. Kana kwamba Yesu mfufuka daima anatembea nasi katika hatua zetu mbalimbali. Na leo tunaona Yesu anajidhihirisha kwa wafuasi wangali katika kazi ya kuvua samaki. Kuna mambo kadha na kadha tunaweza tukatafakari katika somo hili la Injili. La kwanza ni kwamba tunaona wafuasi wakirudi katika kazi ya kuvua samaki. Na japokuwa tunaweza tukawa na tafakari mbalimbali kuhusu tendo hilo la kurudi baharini na kuvua samaki, baadhi tunaweza tukaona kwamba labda Petro na wafuasi walirudi katika maisha yao ya zamani, yani kuvua samaki katika kazi yao. Tunaona kwamba kabla Yesu hajawaita wamfuate, mwanzo wa utume wake walikuwa na kazi ya kuvua samaki. Na tukikumbuka vizuri, Yesu alitumia chombo cha Petro akiwa anawafundisha makutano kando ya bahari, na baadaye akamwambia nenda kilindeni ukatupe jarife kavue samaki. Tumepata huo wimbo, Bwana Petro akasema usiku kucha tumefanya kazi hatukupata chochote, lakini kwa neno lako. Na leo pia tunaona kitu kama hicho. Wengi wanatafakari na kuona kwamba ni kama wanafunzi wamekata tamaa baada ya kifo cha Yesu, na japokuwa amejitokeza kwao kwamba amefufuka, ni kama wamekata tamaa wakarudi katika maisha yao ya zamani. Hii ni namna moja ya kuona, lakini mimi ningependa tutafakari kwa namna tofauti ya kwamba hao wanafunzi wakiwa na Yesu walikuwa na ufuasi wa namna moja, kwamba wameacha kila kitu wanamfuata Yesu, wanakaa pamoja naye, wanamsikiliza, wanajifunza kutoka kwake, kitu ambacho tunaweza tukalinganisha na sisi leo maisha yetu ya sala. Tunapoingia katika sala, tunakuwa na Yesu, tunamsikiliza, tunasikiliza mapenzi yake, tunajifunza kutoka kwake, kutoka kwa neno lake, namna ya kuishi na kufanya utume wetu. Lakini baada ya kifo chake na kufuka, akaingia katika hali mpya ya uhusiano nao. Hayupo tena katika mwili. Kumbe imewapasa wanafunzi wakafanye kazi, wasibaki wamefungiwa ndani. Yesu amejitokeza kwao wakiwa ndani, lakini tunaona wanaenda kufanya kazi, wanarudi katika kuwajibika baada ya kupata kuelewa kwamba Yesu amefufuka. Hawakujifungia tena, walienda kazini. Kumbe ndugu wapendwa, tunaweza pia tukaangalia kama namna au pande mbili za maisha yetu, sala na kazi, kama wale wa Benediktino wanasema ora et labora.
Kumbe ni mwaliko kwetu. Ningependa kutumia fursa hii kuona kwamba hata katika hali yao ya kutoelewa zaidi au pengine kukata tamaa, lakini wanaendelea kuwajibika. Ni wito kwetu sisi wa Kristo, wafuasi wa Yesu, kwamba saa zingine tunakuta tunapokuwa katika hali ngumu au masikitiko au tunasali tunaomba kitu fulani hatuone mafanikio, tunaingia katika hali ya kukata tamaa na pengine hata hatutaki kuwajibika tena. Tunaalikwa kuiga mfano huu wa kuenda na kufanya kazi, kwani Yesu atajidhihirisha kwetu pia katika mazingira yetu ya kazi. Alipokuwa katika kazi yao bahari ya Tiberia, Yesu amekuja anasimama pamoja nao anawatazama. Ndugu wapendwa, sisi nasi tunaweza tukampeleka Yesu mfufuka katika mazingira yetu ya kazi, kwamba mambo ambayo yalikuwa tunakumbana nayo katika kazi zetu, mambo ya kukatisha tamaa, baada ya kushiriki ufufuko wa Yesu Kristo katika adhimisho zetu za Pasaka, tunapata nguvu mpya ya kuenda na kukabiliana na changamoto hizo, kutokata tamaa pengine na kuacha kuwajibika. Jambo la pili, ndugu wapendwa, ni kwamba Yesu anawapa mkate na samaki. Kwanza Yesu alipofika akawaagiza watupe jarife, wamepata mafanikio. Kumbe labda niongeze kidogo kuhusu kujishughulisha, kutokaa na kusubiri miujiza. Wengi wetu tunapenda sana kusali, basi ngoja nisali Mungu atafungua njia, lakini hatutoki kuhakikisha kwamba Mungu anatubariki pale ambapo tunawajibika. Sio kubaki tu tunasali tunasubiri miujiza. Ndio maana wengi wanaacha imani yao wakisikia kuna nabii fulani huko anaweza kukusaidia, tunaenda kukanyaga mafuta, tunaenda pengine tunatumia picha ya nabii tunabandika hapo kwamba basi mali hayataisha. Sio hivyo. Tunapoenda kujishughulisha ndipo na Mungu anabariki kazi ya mikono yetu. Amewakuta jiwani akawaagiza, na walipotii wamepata samaki wengi. Na Yesu anawapa mkate kana kwamba anawapa nguvu kwa majukumu atakayowakabidhi. Na tutasikia katika hatua ya tatu kwamba anamwalika Petro achunge kondoo, alishe wana kondoo. Sisi nasi ndugu wapendwa, katika Ekaristi Takatifu Yesu anatulisha roho zetu kwa mwili na damu yake. Sio chakula cha kupata na kurudi nyumbani na kukaa. Ni mwaliko kuenda kuwajibika, kujitoa sisi nasi kama Yesu alivyojitoa kwa ajili ya wokovu wa ulimwengu. Ndugu wapendwa, sisi tunapompokea Kristo tunaenda kuwajibika, na baada ya kuwajibika turudi tena tumshukuru, tukapate tena nguvu mpya na kwenda. Ndio maana baada ya misa tunasema misa imeadhimishwa, nendeni mkafanyaje? Kaitangaze Injili. Hatua ya tatu, tunaona Yesu anazungumza na Petro, anampa jukumu la kuwa kiongozi na sote tunajua kwamba siku hizi hatuna kiongozi Baba Mtakatifu, na tunapoendelea kumwombea pumziko la amani, tunaomba pia na kuwaombea makardinali waliokusanyika au watakayokusanyika nadhani bado, ili waweze kupata Baba Mtakatifu mpya wa kuliongoza kanisa kama Yesu alivyolikabidhi kanisa mikononi mwa Petro. Wewe ni mwamba, juu ya mwamba yako nitajenga kanisa langu. Na pia leo tunasikia anamwalika lisha kondoo zangu. Sisi nasi ndugu wapendwa,
tunaalikwa kushiriki na Kristo katika kazi hiyo ya kulisha kondoo. Yesu mfufuka anatutuma tuende katika mazingira yetu ya kazi, katika familia zetu, tushuhudie ufufuko wake Yesu Kristo. Na tunaona Mtume Petro pamoja na wanafunzi wake wengine wanamshuhudia Kristo katika somo la kwanza. Tunaona wanakuwa na ujasiri na hawataki kunyamazishwa na wale makuu wa makuhani ambao baada ya kutenda lile tendo ovu la kumuua Yesu hawataki wanafunzi wafundishe tena kwa jina lake. Tumsifu Yesu Kristo. Na tukiangalia vizuri maisha yetu, ndugu wapendwa, ndivyo ilivyo. Tunapofanya mambo mabaya hatutaki yaongelewe. Kweli sio kweli? Na hawa katika somo la kwanza tunaona wanatumia nguvu nyingi wa kutaka kuzima ukweli. Wanawauliza, je, hatukuamuru ninyi kwa nguvu msifundishe kwa jina hili? Nani, tazameni, umeijaza Yerusalemu mafundisho yenu, na mnataka kuileta damu ya yule mtu juu yetu. Hawataki kusikia ukweli kwamba Yesu amefufuka na wanapaswa kufanya toba. Ndugu wapendwa, saa zingine shida sio kwa kufanya kosa. Shida sio kuanguka. Shida ni kukataa kuona ukweli na kufanya mabadiliko katika maisha yetu. Ndio maana Yesu anasema atakaye kufuru juu ya au dhambi juu ya Roho Mtakatifu hata samehewa. Kwa nini? Kwa sababu Roho Mtakatifu ndio anayetusukuma kwa ndani na kupitia dhamiri yetu tutambue makosa yetu na tushike njia inayofaa. Na tunapozidi kuzima hiyo sauti, kumbe basi hatuna namna wala hatutaki kushika njia ya wokovu. Wale wanalazimishwa kunyamaza, lakini wanakataa, wanaendelea kutangaza ukweli. Na tunasikia katika somo la kwanza kwa kupitia ushuhuda huo wanapata mateso makali, wamewapiga. Baada ya kuwapiga wakawaacha, nao wakafurahi kwamba wamestahili au wameshiriki katika hayo ambayo Yesu mwenyewe kwa kusimamia ukweli na kutaka kutukomboa sisi amepata mateso hadi kifo. Ndugu wapendwa, mimi na wewe tunaweza tukajiuliza, sisi nasi tunakuwa mashahidi wa ufufuko wa Yesu Kristo, yule ambaye ni mwanga wa ulimwengu. Sisi nasi tunasimama na Yesu kuangaza maisha yetu na maisha ya wale wanaoishi nasi, kuliangaza taifa letu, jamii zetu. Au sisi kinyume na wale mitume tunaogopa mateso na mapigo na kunyamaza. Kumbe ndugu wapendwa, tutambue kweli kwamba basi tunapokuwa mashahidi wa Kristo, sio kwamba kila kitu kitakuwa kinaenda rahisi. Saa zingine tutapitia mateso makali, na tunaona kwamba mifano mbalimbali katika maisha yetu, wale ambao wanaosimamia ukweli na wakataka kusimamia haki, jinsi wanavyopata tabu na mateso. Lakini haya yote ndugu wapendwa, yasitukatishe tamaa. Sisi nasi tuwe mashahidi wa ufufuko wa Yesu kwa maisha yetu, kwa uwajibikaji katika kazi zetu, nasi tuweze kukataa kushiriki katika waovu au uovu unaoendelea. Katika maisha yetu ya familia, tushike wajibu wetu kwa kulea watoto wetu ipasavyo kwenye njia za maadili. Katika biashara zetu, tusitake faida isiyompendeza Mwenyezi Mungu.
Na ni katika hayo mambo ya hapa duniani tunadhihirisha uwepo wa Yesu mfufuka katika maisha yetu. Kumbe ndugu wapendwa, tuendelee kuomba Roho Mtakatifu atupe ujasiri wa kuishi imani yetu ipasavyo, hata kama tutakuwa na changamoto mbalimbali. Ni kupitia hayo yote kwamba sisi nasi tutaingia katika utukufu, kama somo la pili linavyoshuhudia. Wale ambao wanamsifu au na kuitukuza utukufu wa Mungu, sisi nasi pia tutahesabiwa miongoni mwao, ikiwa sisi nasi tutakubali kumshuhudia Yesu mfufuka kwa maisha yetu yote. Tumsifu Yesu Kristo.